Yes, inakuwaje? Ni presenter Sike the Don hapa. Siku zote zaidi yangu anasema ni Bonoko. Siku zote unapatia codes za kitaa, mitaa inasemaje, alafu tunakinukisha na naambia tu ni kitu gani ambacho nadhamiria kwenye comment section. So jana kulitokea bonga la issue pale Malindi, tukio hili la wizi lashtua sana pale Silver Sands Malindi. Kuna tukio la wizi liliripotiwa katika eneo la Silver Sands Beach Malindi, ambapo vijana watatu waliweza kuvamia raia mmoja wa kigeni na kumshambulia. Tukio hilo limeibua hofu miongoni mwa wakazi, watalii na wanaotembelea nchi hii ya Kenya na eneo la Malindi kwa ujumla, huku wananchi wanaomba jeshi la polisi kuongeza askari katika fukwe za bahari za Malindi pamoja na hoteli kwa ajili ya uchunguzi na usalama uweze kudumishwa kwa hali ya juu. Ikumbuke kwamba watalii hao ambao wanazuru nchi hii ya Kenya ama kaunti ya Kilifi, eneo la Malindi kwa ujumla, huwa wanaleta pesa za kigeni, na pesa za kigeni husaidia sana kwenye masuala ya ujenzi wa barabara, kujenga hospitali nazungumzia, na pia hoteli ziweze kuimarishwa vilivyo ili kiwe kivutio cha watalii wengi zaidi. Na ikumbuke kwamba vijana hao walikuwa kwenye pikipiki aina ya Boxer, na kama tutakusomea tu baada ya ujumbe ambao uliweza kutolewa na Coast Gossip Club, nikinukuu: leo mchana tukio la wizi limeripotiwa katika eneo la Silver Sands Beach Malindi, ambapo vijana watatu walikuwa kwenye pikipiki walionekana kwenye kamera wakimvamia na kumuibia raia wa kigeni mbele ya watu. Tukio hilo limeibua hofu miongoni mwa wakazi na watalii wanaotembelea eneo hilo, huku baadhi ya wananchi wakieleza wasiwasi kwamba matukio ya uhalifu yanaweza kuwa yanaanza kurejea Malindi. Wananchi wanaomba jeshi la polisi kuongeza doria katika maeneo ya utalii na maeneo yenye shughuli nyingi, pamoja na kuchukua hatua stahiki dhidi ya wahusika ili kuhakikisha usalama wa wakazi na wafanyabiashara na watalii. So polisi wanahitajika sana eneo la Malindi, kwa sababu Malindi pia kumeweza kuripotiwa visa vya uhuni hivi karibuni ama majuzi, na wanahofia wakazi wa Malindi kwamba huenda kwamba mambo hayo yanaweza kurudi tena katika eneo la Malindi. Na Malindi ni baadhi ya maeneo ambayo yanavutia watalii sana kwa sababu ya bahari na hoteli zingine zenye staha na zenye mvuto ambao watalii wengi hutoka katika nchi za mbalimbali ili kufika Malindi kuzuru na kutembea kwenye fukwe. Na kama endapo kisa hichi kitaweza kuonekana kwenye mataifa ya nje, watalii wengine ambao wanadhamiria kufika katika kaunti ya Kilifi, eneo la Malindi, hawatofika tena na hatutaweza kupata pesa za kigeni. Hii inakaaje mzangu? Nataka uniambie kwa comment section, wewe unaona serikali ya kaunti ya Kilifi inafaa kufanya kitu gani ili iweze kutathmini usalama katika kaunti ya Kilifi, eneo la Malindi, kwa sababu eneo la Malindi ndilo linaloleta kipato kikubwa sana tukizungumzia mambo na utalii. Ni hapo Malindi na eneo la Mtwapa. Sike the Don, siku zote zaidi yangu anasema ni Bonoko, wanakuleta tu codes za kitaa.